Jamani, maisha magumu yalimfanya huyu dada aende Nigeria kwenda kujiuza. Kilichomkuta Mungu mwenyewe anajua. Anasema kuna kipindi, yani yeye kazaliwa kwanza na wamama, mnajua wamama ambao wamezaa mapema ni wamama ambao wako huku ambaye bado ni mdogo. Kwa hiyo yani yeye amezaliwa ana miaka 17, mamake naye bado mdogo na bado ana wadogo zake kabisa, bado wadogo kabisa, na mamake bado anazaa. Kwa hiyo maisha yao wanayoishi ni maisha magumu sana. Wakati yuko la 5 akashindwa kuendelea na shule kwa sababu mamake ndio hivyo anaenda kwenye harakati zake, wakati mwingine anakosa pesa, wakati mwingine halali nyumbani, yeye ndo anatakiwa alale na wadogo zake, awaogeshe, awapikie, afanye nini. Kwa hiyo anafikisha miaka 13, 14 tayari anajua kupika, anajua kufanya kila kazi. Wakati mwingine mamake anaondoka hata wiki, harudi nyumbani. Yeye ndio inabidi akae nyumbani na wadogo zake, awale wadogo zake, aende kwa majirani, aende kwa nani, aende akaombe msaada wa nini? Msaada wa pesa, msaada wa vyakula, msaada wa kitu chochote, ili mradi wadogo zake wa survive. Mamake anarudi baada ya wiki huko, kama kuna kitu kafanya kibaya ataanza kumfokea, kama kuna wadogo zake wameharibu kitu ataanza kufokea yeye. Kwa hiyo kaishi maisha yao ya kujitafuta bado akiwa mdogo, na anakuambia yeye ameanza mapenzi akiwa mdogo. Sasa mamake unakuta ameondoka, ameenda kukaa anapokaa huko, ameenda kufanya anachokifanya, hana cha kufanya. Ndio hivyo unajikuta tamaa, ameanza mapenzi akiwa bado mdogo. Kwa hiyo labda wale wanaume ambao wanajua labda nikitembea na mwanaume huyu, nikitembea na huyu atanisaidia, na wanakuja wanampromise kwamba mimi nitakusaidia, kuja namtongoza na kupenda nini, anampa 2000, 3000, 10000, anamletea chakula cha wadogo zake. Mwisho wa siku anaona haya si ndio maisha, ndio anatembea na wanaume wawili hata watatu. Sasa hapo jirani kuna mama ambaye alikuwa na mtoto wake, ambaye mtoto wake huwa anasafiri sana, anaenda nchi za watu. Alivorudi akamuona Neema, akamwambia Neema, Neema mimi nimekupenda, Neema ni mzuri, Neema ana shepu, Neema kanitumia picha zake, Neema ni mzuri kweli kweli. Akamwona Neema ana shepu, akamwambia ni Neema, wewe ulipo na shepu hivi unatembea na wanaume hapa mtaani wanakupa 10,000, 20,000, serious? Upo serious kweli wewe? Hauwezi ukawa una like, you cannot be serious. Akamuuliza kwa nini? Akamwambia mimi ninajua njia ambayo itakuingizia pesa, yani huu mwili wako huu unaweza kwa kuingizia pesa sana. Akamuuliza anti kwa namna gani? Akamwambia wewe hata usijali. Hapo Neema kashafikisha miaka 19. Wakaenda wakatafuta passport. Walipotafuta passport akamwambia sikiliza, unaona mimi kwa sababu dada kaja ana manguo, ana mahela, anampa mama yake nini, anamsaidia hivyo, ameanza kujenga huko. Akamwambia unaona jinsi anamuonyesha sasa picha akiwa nje huko nchi za watu. Unaona jinsi ambavyo naishi kwenye maisha mazuri kwenye restaurant za kishua, yani anaongozana na wanaume wenye pesa, wanaume ambao wanaonekana ni matajiri. Akamwambia haya ndio maisha unayotakiwa kuishi. Neema akaona haya maisha nitakayoishi, nitaishi maisha yangu mpaka lini? Akakubali. Akamwambia sawa, nipo tayari unisaidie. Ndio hizo kwenda kuanza kumfanyia mpango. Akamwambia sasa hivi mimi nchi ambazo nilizokuwa sasa hivi sitaki tena kurudi huko, nataka kwenda Nigeria. Twende Nigeria. Ndio wakachukuana Nigeria. Kufika Nigeria, yule dada kamgeuka. Kamwambia mimi mwenyewe ni mgeni, kwa hiyo siwezi kuanza kukuelekeza kukufanya nini. Kuna mtu nataka nikupe, ambaye huyo mtu wewe atakuongoza, utakuwa unafanya hivyo, atajua kukupeleka, kwa sababu mimi kusimjui yoyote, sipajui popote, kwa hiyo siwezi kusema kama mimi nakuongoza, sio nakupeleka wapi, siwezi. Akamkabidhi kwa huyo mama wa Nigeria. Neema anakuambia yule mama ana roho chafu, haogopi lolote. Yule mama ana roho chafu vibaya mno. Kwanza picha linaanza alipopelekwa kwenye hiyo nyumba aliyopelekwa, kuna wasichana zaidi ya 10 dada. Wasichana wametoka nchi tofauti tofauti, wote wameletwa kwa ahadi moja ya maisha mazuri. Yule dada alimwambia Neema, mimi nikikuchukua nikikupeleka Nigeria, utaenda tu utapambana huko, nitakutafutia kazi kwenye restaurant, sio kwenye nini. Ukishapata kazi utanilipa kama milioni 5, au ukitaka kuniongezea ni wewe. Kafika kule, kaambiwa pesa ambayo unatakiwa kulipa ni milioni 40. Unatakiwa unilipe milioni 40. Hiyo pesa nitagawana na huyu dada ambaye anakuongoza hapo. Ndio akamwambia kazi ambayo iliyopo hapa hivi. Huyo mama ndo anamwambia kazi iliyopo hapa hivi. Kwanza kumwambia kazi iliyopo. Jioni imefika, wanaambiwa wakaoge mama. Wamekaa sebeni, wanaume wanakuja kuchagua wasichana. Kafika kachaguliwa, maana huyu dada anasema alimsikia dada akiwa amepiga simu, maana shule kweli hajaenda, lakini mjanja kwenye masuala ya simu, kuangalia movie, how are you fine, anazijua sana. Yule kaka anafika na hao kaka wamefika, wanasema you have new market. Una market mpya, una msichana mpya. Ndio dada anasema maana alisikia anapiga simu, anamwambia nina msichana mpya. Ndio kufika anakuambia siku hiyo ilibidi alale na wanaume 5. Na anakuambia wanaume wa Nigeria sio wanaume wa Bongo kimoja chali, my friend. Wanaume wa Nigeria wakikwendea round ni round haswa. Anakuambia ameenda kulala papuchi inawaka moto, papuchi inauma vibaya sana maisha yake. Akikaa akifikiria atakataje, ataenda wapi? Passport ishachukuliwa, akaambiwa kwa sababu mnakaa hapa watu zaidi ya 10 na watu wanaingia huko ndani, passport haiwezi kukaa hapa, nitaichukua nikapeleke kwa ndugu zangu. Ukiangalia maisha aliyokuwa anaishi huku nyumbani, mama yake mateso, ndugu zake mateso, huku wapi na wapi kuwalea ndugu zake. Anasema alikuwa analala na wanaume huku, kulikuwa analala na wanaume huku, bora analala na wanaume huko. Kwa matumaini aliyokuwa anawaza, anajua mwisho wa siku atalipa ile pesa, mwisho wa siku ataanza kujitafutia pesa zake mwenyewe. My dear, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa 6, mwaka, anahesabu pesa mpaka imefika stage miezi 8, kashahesabu ile pesa ishatimia. Anamwambia mbona hiyo pesa kama ishatimia? Anaambiwa bado. Mwisho wa siku yule alipoanza kuuliza sana, ikawa sasa wale wanaume hawapatani naye bei.
yeye analetewa tu mwanaume ambaye dada kashapatana nao bei, kwa hiyo yeye hajui imetolewa shilingi ngapi. Akija akiulizwa ukutana labda kalipo 200 anakuja anaambiwa shilingi 20,000. Utaongea nini kwenye nchi ya watu hujui chochote? Mwisho wa siku akaona hapana, haiwezekani, akatoroka kwa huyo dada. Huyo dada akawa anampigia simu anamwambia, wewe, hii ni nchi yangu, nitakutafutia mamafia, wewe watakutafuta, watakufirigisa, utoamini wewe, watakufanya kitu kibaya, kwanza utatolewa kafara. Dada akaanza kuogopa, Neema akaanza kuogopa, akasema Mungu wangu, mimi nimejiingiza kwenye mtego gani huu, nimekuja kuleta kwenye nchi za watu, nitafanya nini? Akimpigia yule dada, anamwambia mimi sipo Nigeria, nishaondokaga muda mrefu sana. Yule dada kashanipa hela yangu, iliyobaki ni wewe, mtamaliza naye, kwa hiyo mimi sijui chochote my dear. Kwa hiyo sasa nikabaki yeye mtu mmoja kama mtu mmoja. Ndio ikabidi sasa akapataga mwanaume Nigeria. Ndio ikabidi aongee na yule kaka. Yule kaka ndio akampigia yule madam kuongea naye, wakaongea wenyewe wakaelewana. Sijui aliambiwa alipe hela, sijui aliambiwa alipe nini, lakini ndio wakakaa hapo hivi akapewa pasipoti yake. Bwana yake naye pasipoti yake imefika, huyu binti akamwambia pasipoti yako mimi nitakuwekea. Sijui unanielewa vizuri. Kwa hiyo wewe, kwa sababu hapa kuna ndugu zangu kweli, alikuwa kuna vijana wanaingiaga sana pale ndani. Hii pasipoti mimi nitaiweka. Sasa nakwambia ile nyumba aliyokuwa anakaa pale, yule mama alikuwa ni kabila fulani, na ambalo ni kabila moja na huyu kaka. Sema hawajai kuongeaga kufikia kwenye hilo swala. Kwa hiyo anakuambia somehow hata wateja ambao walikuwa wanakuja pale ni wateja ambao wanaongea lugha moja na yule mama. Kwa hiyo hiyo lugha akajikuta somehow anaielewa. Sasa wakati amekaa na huyo kaka, akawa anasikia siku moja, akawa anasikia anaongea na mtu baba lao wenye vudu waganga, anaongea na mganga, akawa anamwambia kuna binti mmoja ambaye niko naye ni pisi moja kali sana. Huyu nyota yake nzuri sana, yani kwa sababu hata nianze kulala naye mambo yangu yanaenda vizuri sana, yani hata nikiongea na clients ananilipa pesa nzuri sana. Ni wale wa clients ambao walikuwa bado hawaniamini, wanahisi kwamba mimi ni kama wanalipa pesa nzuri sana. Ndio dada kuanza kusema haya mambo mbona kama mambo ya kishirikina, kumbuka ni mtoto wa Uswahilini yule, mbona haya kama mambo ya ushirikina my dear. Mwisho wa siku amekaa huyo kaka kama miezi 6. Huyo kaka akamwambia twende, kuna sehemu nataka unisindikize. Ndio kuondoka na huyo kaka zuu mpaka kijijini. Kufika kule wameenda kwa mganga. Kufika kwa mganga akaambiwa, unajua ni mke wangu, maisha tunayoishi, maisha yangu ya kazi, inabidi nikikaa na mtu yoyote inabidi aoge dawa, kwa sababu haiwezekani tu ukae na mimi, mambo yangu mimi yatakuwa maana nyota yako na yangu inabidi iendane my dear. Akawa anakataka kakabadilika, akamwambia wewe usiniletee mchezo. Nimelipa pesa nyingi sana kwa yule dada. Kwa hiyo kama unataka uniletee mchezo sasa hivi sitaki mchezo. Kuwa mkali vile sehemu ambayo haijui, akasema kuliko niuliwe, bora nioge hiyo dawa. Akaogeshwa madawa, kachanjwa, damu zimechukuliwa, sijui damu zake zimechanganywa na dawa, kapewa yule kaka, nakwambia vimefungwa virizi, kapewa yule kaka, nyingine kachanganya kwa mafuta yake, anaoga na nyingine ananao, maana alikuwa anaviona. Ndio akarudi nyumbani. Binti karudi nyumbani, baada ya muda anaanza kushangaa mwili wake, yani mwili wake haujipi kabisa, yani ni kwamba anajisikia anaumwa, sio anaumwa, amekuwa kama mgonjwa wa sickle cell, yani mwili wake ni mchovu, muda wote ni mchovu, yani akilala anaona mauzauza, wakati mwingine hata hajalala yuko macho lakini haoni, yani anaona kabisa kwamba hayuko sawa, anaota ndoto za ajabu, anaota anakimbizwa, yani hivyo amejikuta yani yuko kama kwenye kifungo, yani akilala anaota anakimbia, yani anakimbia, kuna kitu anakimbia kutoka kwenye msitu mzito, lakini kadri anavyozidi kukimbia ni kama anarudi nyuma. Kwa hiyo yani hatoki kwenye ule msitu, yuko pale pale my dear. Akawa anamwambia yule bwana akawa anamwambia no, amna, itakuwa tu ni ndoto za kawaida, itakuwa tu upumziki vya kutosha. Hupumziki vya kutosha wapi? Kwa sababu hafanyi kazi yoyote, hatoki afanyi chochote, yuko tu ndani anapika, wanakula, muda mwingi anapika yuko, kwa sababu vyakula wanavyopika na vyakula Neema anavyopika ni tofauti. Kwa hiyo muda mwingi yuko tu nyumbani. Ndio akamwambia huyo kaka, sasa unajua, sasa akawa anaona kabisa kwamba kuondoka hapa haiwezekani my dear, sijui hata nitakifanya nini. Siku hiyo akawa anaongea na huyo kaka, akawa anaongea na simu na huyo mbaba ambaye ndio huyo vudu, akawa anamuelezea kwa kilugha, akawa anamwambia huyu anaumwa na anaumwa, hajisikii vizuri na anaona anakimbizwa. Huyo mganga akawa anamwambia huyo anajisikia hivyo kwa sababu si unatumia energy yake, kwa sababu unatumia energy yake, lazima yeye mwili wake uchoke, lazima nafsi yake ichoke, lazima yani hasol unaitumia, kwa hiyo hawezi kuwa sawa. Ndio akawa anamuuliza huyo mganga, itakuwaje, kwa hiyo nitaendelea naye hivi, unajua watu watanishtukia kwamba msichana nimeanza kukaa naye alafu anaumwa, watu watanishtukia. Ndio akawa anajadiliana wafanye nini. Yule baba akamwambia huyo, inabidi ukishatumia nyota yake baada ya muda, kwa sababu unaona nyota zenu zinaenda sawa, lete mtumie kama baada ya mwaka uje ufanye sadaka ya mwisho ambao ni ya kumuondoa kabisa. Ndio kaka akawa anamuuliza, sasa mfano nikimuondoa kabisa, sasa akifia huko labda si nitakuwa na kesi. Wakawa wanajadiliana, wakawa anasema huyo hawezi kuwa na kesi kwa sababu yuko huko mwenyewe, hakuna anayemfuatilia, hakuna chochote, hawezi kuwa na kesi. Maidia kutoka pale akawa anaona Mungu wangu, mimi mbona kutolewa, mbona jamani mtatolewa kafara, itakuwaje? Akawa anawaza sasa, kwa sababu hapo anajijua kakaa ni mtu wa kutolewa kafara muda wowote ule, amekaa na umwa. Siku hiyo akawa amekaa na huyo kaka, like yupo na huyo kaka na rafiki yake ambao wanakuaga naye muda mwingi hapo. Sasa ana demu wake. Huyo demu wake hakuwa anaongea naye muda mwingi sana, kwa sababu tunajua wa Nigeria like lugha zao na sisi lugha zetu ni tofauti, kwa hiyo wakati hawaongei. Ikabidi aanze kutengeneza mazoea na yule dada.
Kaanza kutengeneza mazoea na yule dada, wakawa wanaongea, muda mwingi akawa anatoka huku nyumbani kwake anaenda nyumbani kwa huyo dada, wanaenda tu wanakaa wanaongea, wanakuwa hivyo. Siku hiyo kama miezi miwili baada ya kutengeneza mazoea, anakuambia siku hiyo amekaa hivi, yani huyo dada akawa ametoka, anamwambia anaenda sokoni kununua vitu. Unajua Nigeria wakienda kununua vitu wananunua vitu vingi sana, yani wakifanya shopping ni shopping kweli. Kwa hiyo akawa anaenda kununua vitu, anakuambia nafsi yake tu, yani kuna kitu maana unajua hapo utafanya chochote. Passport yako huna, kwa hiyo utafanya chochote kile. Ndio akaingia ndani kwa yule dada kwenda kukagua, kwa sababu yule dada anaishi na yule boyfriend wake, ambaye boyfriend wa huyu dada na boyfriend wake ni mtu na ndugu yake, yani ni marafiki, ni mtu na ndugu. Kwa hiyo yani hivyo akawaza, yani passport inaweza ikawa tu ndani, ngoja tu mtafute, kwa sababu bora utafute ukose kuliko ukae afu passport iwe ndani. Ndio kutafuta my dear, akaipata ile passport. Anakuambia alibananisha katikati ya kipapuchi, alibananisha akahakikisha imekaa katikati ya kipapuchi dia. Ndio kutoka kuondoka, baada akamsubiri dada akaja, wakaongea nini, akamaliza akamwambia naomba niondoke niende nyumbani, bwanangu atakuwa ananiulizia na kurudi nyumbani kwa bwana wake. Akakaa nyumbani, alikuwa ana save vipesa, akipewa vipesa labda nenda kanunue alikuwa ana save vipesa, kwa hiyo alikuwa ana pesa. Na huyo kaka huwa alikuwa anaweka hela zake ovyo ovyo, kwa hiyo alikuwa anamuibiaga 200 300 hivyo, akawa ame save vipesa. My dear, aliondoka bila nguo, aliondoka bila chochote, maana hakutaka kushtukiwa. Hiyo siku tu ameamka asubuhi akamwomba bwana yake naomba hela niende nikanunue baadhi ya vitu, vinywaji sijui nini, akatoka akaenda akachange pesa direct airport, ndio kubuki ndege ambayo inapatikana kwa muda huo, ndio kupanda ndege kurudi kwao my dear, na ndala na simu peke yake, hana hata 100 iliyobaki, ndio kurudi nyumbani. Mamake anamuuliza imekuwaje mwanangu, anamwambia wewe acha tu, ndio kumsimulia mamake maswaibu yaliyomtokea, ndio akamwambia mimi ningekuwa nishatolewa kafara mimi mama. Mimi nilikuwa ni mtu wa kwenda kutolewa kafara, mpaka hapa sasa hivi yani siko sawa. Ndio kuanza kwenda kuhangaika kwa waganga my dear. Wameenda kuhangaika kwa waganga, kila wanapoenda wanaambia uchawi ulioweka kwenye mwili wako ni uchawi mkubwa sana, ni uchawi wa Kinigeria au ni uchawi mkubwa sana, sisi hatuwezi kuutoa. Amehangaika kwa waganga zaidi ya 20. Ndio anakuja tu baada ya muda akaona anaanza kuwa sawa, kwa hiyo anakuambia hajui ni mganga yupi alioponea, maana wameenda kwa waganga wengi sana ndio mwili wake kuanza kuwa sawa, maana walikuwa wanamwambia tu tunafanya lakini hatuna uhakika kama vitatoka. Kazunguka baada ya miezi 6 ndio mwili wake kidogo unaanza kuwa sawa. Yule kaka akawa anamtafuta, anamwambia wewe hata kama umeondoka mimi nitakutafuta huko kwenu. Ndio akamwambia kila kitu, akamwambia mimi lugha yako nilikuwa naielewa na nilikuwa nasikia ulichokuwa unaongea na huyo mganga, ulikuwa unataka kumtoa kafara. Yule kaka anajifanya kumwambia eti hamna, hukusikia vizuri wewe, mimi nilikuwa na mpango wa kukuoa, so wewe nilikuwa nakuongelea kule, mimi nilienda tu kukulinda kwa sababu huko kwetu watu ni wachawi sana, sikutaka kufanyia kitu chochote kibaya kwa sababu huko kwenu na huko kwetu ni tofauti, kwa hiyo nitaka nikukabidhi kwenye dada. Kaoga dawa, kapelekwa sehemu tofauti, kaoga dawa ndio mwili wake kurudi ukawa sawa, ndio akawa anajiona at least yuko sawa. Lakini anakuambia kwa muda mrefu sana amekaa, yani amekaa kama maiti, kama maiti, yani ukipita sehemu hata ile attention. Neema ni mzuri dada, Neema ni mzuri kweli, lakini anakuambia kuna kipindi alikuwa, yani kipindi anatoka huko Nigeria kama mwaka, yani tangu atoke Nigeria alikuwa yuko kama mzimu, kila anakopita haonekani, hajawahi kutokozwa hata na mwanaume huyo mmoja. Ndio anakuambia ni baada ya muda ndio mambo yakawa yanaanza kurudi tu, yanaanza tu kurudi, akawa tu yuko sawa mpaka sasa hivi yuko sawa kabisa, yuko sawa, maisha yake yanaendelea tu kawaida hivyo. Na yule dada hajawahi kumuona tena. Yule dada ambaye alimchukua akampeleka Nigeria hajawahi kumuona tena. Mamake pale alikujaga akahama, kwa hiyo hajui chochote tena kuhusu huyo dada. Kwa hiyo yani hivyo yani. Ndio anakuambia my dear, tamaa zinaweza zikakuponza, tamaa zinaweza zikakufanya ukaingia kwenye vitu ambavyo yani utakuja kuvijutia baadaye, ambavyo vinaweza hata imagine kama hata asingekagua ile nyumba, kwa huyu dada hata asingekuja kusimulia hii story my dear. Angesema tu ngoja nisikague hii nyumba kwa sababu hii passport haiwezi kuwa hapa my dear. Unafikiri angekagua? Asingekuwa hapa huyu dada. Ndio anakuambia Nigeria, watu wengine wanataka kufanya vitu ambavyo ni vibaya, sio kwa sababu ya kwamba wanataka, ni kwa sababu ya maisha. Lakini kuna baadhi ya watu wanafanya hivyo vitu wanafanikiwa, alafu kuna baadhi ambao wanafanya hawafanikiwi. Ni watu wangapi mnasikia wanaenda nchi za watu wanarudi wakiwa maiti? Ni watu wangapi wanaenda kufanya kwenye hizo nchi za watu mambo ya ajabu, wanarudi unaambiwa wamerudi wamekuwa vichaa? My dear, kweni makini jamani, vitu vinatokea huko mtaani.